Amani ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi ikuhifadhi wewe na familia yako na kila kinachokuhusu. Karibu katika siku mpya kabisa ya Juni 9, 2025. Siku ya leo ni tafakari ya neno la Mungu inayokujia kila siku kutoka katika kitabu cha Rhapsody of Realities au Rhapsody ya Uhakika, ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Hii ni sauti ya Rhapsody na mimi ni Zawadi Machibia. Basi ujumbe wetu leo unasema nguvu ya uhusika mkuu katika utetezi. Nguvu ya uhusika mkuu katika utetezi. Neno la msingi liko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 41 na 42. Mistari hii inasema, huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Ufafanuzi wa tafakari ya leo unasema, katika kazi ya kuendeleza ufalme wa Mungu, wahusika wakuu wanahitajika. Na tunaona kwamba kulikuwa na watu kama hao katika Biblia, hasa katika Injili ya Yohana. Hawa hawakuwa wafuasi wa Yesu Kristo tu, bali pia ni wahamasishaji hai, wahamasishaji vinara wa huduma yake. Matendo yao yalidhihirisha namna fulani ya kazi maalum, yaani kuhusika kwao, uhusika mkuu katika ubora wake. Kwa mfano, katika Yohana sura ya 1 mstari wa 40 na hadi wa 42, tunaona Andrea, mmoja wa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, ambaye aliacha kila kitu ili kumfuata Yesu. Andrea hakubaki nao mwenyewe ufunuo huu mpya alioupata. Alimtafuta mara moja kaka yake Simoni Petro, akamwambia, tumemwona Masihi. Kisha akamleta Petro kwa Yesu. Matendo ya Andrea yanaonyesha moyo wa kiongozi wa kweli, mtu ambaye anaendeleza na kutangaza huduma ya Yesu kwa kuwaleta wengine kujiunga na kusudi lake na kutekeleza kazi yake. Siku iliyofuata, Yesu alimwita Filipo ili amfuate. Filipo naye kama Andrea hakukaa kimya na habari hii njema. Akamtafuta Nathanieli, akasema, tumemwona yeye ambaye Musa aliandika habari zake katika Torati na manabii, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Nathanieli mwanzoni akiwa na mashaka aliuliza, je, kitu chochote kizuri kinaweza kutoka Nazareti? Jibu la Filipo lilikuwa rahisi lakini lenye nguvu. Alimwambia Nathanieli, njoo uone. Rejea Yohana sura ya 1 mstari wa 43 hadi 46. Hii ni nguvu ya kuongoza. Andrea na Filipo hawakumfuata Yesu tu, bali walileta wengine kwake. Waliunganisha Wayahudi wenzao na wacha Mungu ambao tayari walishamwamini Mungu kuja kwenye kusudi la Masihi. Vile vile, katika kueneza ufalme wa Mungu leo, tunahitaji jeshi kubwa la watu wa Mungu waliojitolea, wenye shauku na wasiolegea katika utume wa Injili. Tunatimiza kuhubiri Injili kwa ukamilifu wote mwaka huu wa 2025. Kuwa mhusika mkuu wa agizo hili. Walete na uwahimize wengine kujiunga na kazi hii tunapotimiza agizo hili kuu. Ni jambo la lazima kwetu kutambua kwamba ili kuleta mabadiliko katika ulimwengu, tunahitaji jeshi la Wakristo lenye umoja. Kila mmoja atekeleze sehemu yake katika kuendeleza ufalme wa Mungu, hasa kwa kuwa kurudi kwa Bwana Yesu kuna karibia. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kunifanya kuwa mhusika mkuu katika kuendeleza ufalme wako. Kupitia mimi, wengi wanaletwa katika ufalme na kujumuishwa katika jeshi lako kuu, wakitimiza kusudi lako la kiungu na kubadilisha maisha ya watu kila mahali. Ninatembea katika hekima na nguvu za Roho, daima nikisambaza ushawishi wa ufalme katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi yako katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 28 hadi wa 30, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari
wa 12 hadi Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 4, kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 3, na pia Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 2. Bila shaka umebarikiwa na ujumbe huu. Kama umempokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usikae kimya. Waambie marafiki zako, washuhudie familia yako kila mahali unakokwenda, sehemu yako ya kazi, kama unaenda chuoni, ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye namna yoyote, kila mtu unayekutana naye mwambie Yesu Kristo ni Mwokozi. Huu ni wakati ambapo tunaungana pamoja kuwaleta wengi kwa Kristo. Basi ukiwa na ujumbe, una swali ama unataka kufahamu zaidi, usikose kutuandikia. Tuandikie katika namba hii alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.